Aya ya kwanza inasema, basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishie mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujihadhari, usimrudishe mwanangu huku. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko, na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Napenda sana hiyo basi, napenda kila Mkristo aone, usimrudishe mwanangu huko, usimrudishe, kwa sababu Bwana amesema baraka zangu zitakuwa hapa. Ukikosa mke njoo patupu, lakini mtoto wangu usimrudishe huko kwenda kuchukua mke, mwache akae hapa. Napenda sana hiyo basi. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Kisha yule mtumishi akatoa ngamia 10, sema ngamia 10, katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ukatubariki siku ya leo tunapolieleza neno lako. Tusaidie kwa ufasaha wa lugha, hasa hii lugha ya Kiswahili. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Semeni amina ya nguvu. Abraham aliitwa na Bwana, akaambiwa, toka katikati ya familia yako ile wewe unaishi, toka hapo, hapana kaa hapo, enda katika nchi ambayo mimi nitakueleza, na hiyo nchi mimi nitakubariki. Napenda Mungu vile anafanya kazi. Mungu hakubariki katika dhambi. Nirudie tena, Mungu hakubariki katika dhambi. Mungu hawezi kukubariki pahali pachafu. Atakwambia toka, kuna pahali ameandaa kwa sababu yako, akubarikie pale. Nakwambia ukweli. Na ukitii Bwana, ukitii Bwana, neno kutii ni muhimu sana. Ukitii Bwana hautahangaika. 1998 ni miaka 14 iliyopita, 13, 14, nilitoka Somalia na jeneza. Wiki 4 ya kulala ndani ya jeneza. Unafungua glass, unakunywa maziwa. Wiki 4. Watu usiku wanaenda kulala, mimi nabakishwa kwa Land Cruiser 110 Defender. Wiki 4 nilitoka Somalia na jeneza. Lakini leo ninarudi Somalia kwa ile njia mimi nataka. Nikitaka ndege narudi na ndege, nikitaka meli narudi na meli, nikitaka chochote narudi na njia yote. Kwa sababu gani? Nilitii Bwana. Haijalishi vile utatoka, hata kama utatoka patupu, wewe tii Bwana, shika njia ya kuelekea kwake. Wacha kumwambia Bwana, sasa nikikufuata na hii baa yangu, sasa nikikufuata mimi naishi na mwanaume ya watu, je huyu mwanaume? Wacha maswali mingi, toka katika hiyo hali, mfuate Bwana kwa imani. Hata kama utalala chini ya mti, hata kama utalala kwa kanisa, hata kama utalala kwa kanisa, ni heri ulale kwa kanisa, Yesu akiwa mabati yako, kuliko ulale kwa dhambi, shetani akiwa mabati yako. Haleluya. Kwa sababu wanasayansi wametishia sana Wakristo. Wakristo wamestuliwa na wanasayansi. Wameambiwa wanawake ni wengi kushinda wanaume.
lakini umesahau kila mtu ana mbavu yake. Sasa wanawake wetu kusikia hiyo, any opportunity wanapata wanakimbilia. Usikimbilie kila opportunity, yako ipo, toka kwa imani. Toka kwa imani. Pastor, nina miaka 34 sijaolewa. Hakuna shida, wako anatengenezwa akomae vizuri. Ndio maana hujaletewa, hajaiva bado, anapikwa. Siku ile ataiva utaletewa. Bwana asifiwe. Toka, usikae pahali ya dhambi. Usikae, nyumba si yako. Nisikize kwa makini, usikae, nyumba si yako. Usikule pesa, si yako. Bwana asifiwe. Abrahamu akatoka kwa imani na Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Kitu moja mimi napenda na Mungu, wacha mimi nikwambie, Mungu akikwambia nitakubariki, hata usistuke. Mungu akikwambia na mdomo yake atakubariki, hata kama utakula ugali na chumvi, hata chakula ya pipa, usifikirie utakufa. Hautakufa, ile neno ya Mungu itakushikilia. Rafiki yangu ameniletea video ya Israel. Video ya wapi? Ya Israel. Mimi natamani kwenda, sijaenda. Na video ya Israel, kwa mto moja amechukua mto mzima video. Garika ba, garika ba, garika ba. Alafu pale nyingine natulia kabisa. Halafu mbele garika ba. Sasa mimi na rewind hiyo video naangalia. Nikaita huyo rafiki yangu, nikamwambia hii mto inanishangaza. Kwa sababu gani garika ba? Kufika hapa inatulia. Akaniambia hata mimi niliuliza nilipokuwa Israeli. Nikaambiwa hapo ndipo Yesu aliambia maji yatulie tuli. Akasahau kuiambia iendelee. Kwa hivyo paka leo maji ikifika hapo inakuwa tuli. Hata garika kubwa ikifika pali ya neno ya Yesu inasimama. Garika inatulia. Hiyo kitu imenishangaza. Na kama Mungu amesema atakubariki, hapana kuwa na wasiwasi. Usitafute alternative. Kaa ngojea. Hata mvua ikikunyeshea, kaa ngojea. Hata jua ikikupiga, kaa ngojea. Kwani Mungu anaambia Abraham, mimi nitakupea wewe mtoto. Na kitu inanishangaza, Sara badala akae namna ya mtu anaweza kupata mtoto, anakaa namna ya mtu hawezi kupata mtoto. Kwani hujanielewa? Nasema Sara, mtu akipata mtoto anafaa kama ako na mimba, si inafaa kumrudisha nyuma kidogo, kwa sababu mimba ni kubwa. Lakini Sara badala ya kwenda hivi, uzee inampeleka hivi. Miaka 60 ka, miaka 70 ka, miaka sijui ngapi ka. Lakini saa ile neno ya Mungu ilianza kazi. Haijalishi pahali ilimkuta, ilianza kumuinua polepole. Mimba ya miezi 3, mimba ya miezi 6, mimba ya miezi 4. Watu wana opposite kwa sababu Yesu Kristo ni mwaminifu kwa ile kitu anasema. Nitakwambia kitu, hapana tangulia Mungu. Watu wengi wanatangulia Mungu. Hapana, tangulia yeye. Akisema atakubariki, usikimbie kutengeneza baraka yako. Itabidi wewe utunze na utaumia, hautaweza kutunza. Ngojea ya Bwana, hautahangaika kutunza. Ndio maana yule mwanamke mtoto yake alipokufa hakulia. Bwana yake akamuuliza, vipi unaenda kuona nabii kwa sababu gani? Akamwambia hakuna shida, wewe usijali, hii si mimi na wewe, hii ni mimi na nabii ya Mungu. Hakuwa na wasiwasi. Akabeba chakula akaenda kwa mtu wa Mungu. Unajua ile swali alimuuliza, hakumwambia mtoto amekufa. Alimwambia, kwani nimekuambia unipee mtoto? Haleluya. Alimweka juu ya kitanda. Pale alipatikana kwa kitanda ya mtumishi ya Mungu. Mungu akikupea neno, akisema ukibarikiwa, wacha kuwa na wasiwasi. Hiyo baraka itakuja. Uwe unajua Kiingereza, uwe unaongea Kiswahili, uwe unaongea Kisomali, uwe unaongea kilugha gani, Mungu akisema utabarikiwa, utabarikiwa.
Akisema utakaa na wafalme, utakaa na wafalme. Mimi niliingia Kenya nikiwa sijui Kiingereza wala Kiswahili. Saa hii nashinda watu wengi Kiswahili. Nakwambia ukweli. Nikuletea DVD yangu kuanzia mwanzo utacheka. Ya kwanza nilikuwa najua neno moja, Bwana anakupenda. Napiga Kisomali alafu naambia watu, Bwana anakupenda. Alafu naanza kulia. That was the only word I knew. Lakini sasa ninaongea Kiingereza na ninaongea Kiswahili. Kwa sababu gani? Bwana amesema nitakutuma kwa mataifa yote. Na mataifa yote lazima ujue hiyo lugha. Wacha kuwa na wasiwasi. Abraham alitoka bila wasiwasi. Tena mimi napenda bibi ya Sara, ile bibi ya Abraham. Hakuuliza Abraham maswali mingi. Alisema tunaenda, twende. Pali yote unaenda, mimi naenda. Pali mimi naenda, wewe unaenda, mimi naenda. Kuna watu wengine Yesu Kristo akiwaambia twende, awaingize tu kwa moto, watasema in the mighty name of Jesus, yashindwe. Yesu hakumwambia Danieli, Meshaki na Abednego, ngojeni niwaonyeshe vile nitazima moto. Aliwaambia twendeni hapo ndani, watu kakae ndani ya moto wenyewe. Wamenielewa? Mumenielewa? Mbona hakumwambia kina Meshak na kina Abednego, ni moto, ngojeni nifulize nizime. Alimwambia ni moto, kujeni ndani. Abraham, Bwana tunachomeka. Daniel, Meshak, tunachomeka. Mimi niko ndani, kujeni mpaka mufike pale nimefika. Saa hiyo wamefika pale Yesu yuko, moto inawaka na wao chomeki. Kuna watu wengine wameona moto tu kidogo. Wai! Katika jina la Yesu ishindwe. Na ni Yesu mwenyewe. Sasa unasema Yesu ashindwe, naenda na kupeleka huko. Bwana asifiwe. Bali anasema twende hata kama ni ndani ya moto, wacha kuzima. Usisaidie Bwana Yesu kazi. Kuna wengine wakisaidiwa wakiwampana Bwana Yesu, tuingie hapa ndani ya moto, na mwambia Yesu ngoja. Ati unazima moto. Ingia ndani. Kama ni kuchomeka, si utachomeka pamoja na Bwana. Na Bwana mwenyewe hachomeki. Watu wengine wanasema Adam had. Mbona siku nyingine wanasema Yesu Kristo akisema Somalia ndio mbingu na atupeleke Somalia, tunaenda Somalia. Hujui Somalia kuna vita? Nikamwambia mumesahau. Pale yote Yesu anakanyaga, yeye ndio mfalme wa amani, inakuaga na amani flat. Pale anakanyaga Yesu hivi, kunakuwa na amani flat. Akisema utaishi. Wewe fuata Yesu, waacha kufikiria maneno mingi. Watu wengi leo hii katika nchi ya Tanzania hawaokoki, si kwa sababu hawapendi wokovu, wanapenda wokovu. Hawaokoki kwa sababu Yesu amewaita na barabara yenyewe iko na moto, ile wameitiwa. Na wao wameenda wamesikia kwa Injili, kama unataka mwanamke mzuri njoo kwa Yesu, kama unataka bibi mzuri njoo kwa Yesu, kama unataka bwana mzuri njoo kwa Yesu. Na siku ile ulikuwa kwa dhambi, ulikuwa na wanaume watatu, na mhubiri akakwambia kama unataka bwana mzuri njoo kwa Yesu, ukakimbia ukaokoka. Siku ile umeokoka, hata ile watatu wakakutoroka. Hata wale watatu hawajabaki, wametoroka. Sasa kwa sababu gani? Ile njia Yesu anakupitisha ni ya moto. Wengine wenu hamtapitishwa njia ya salama. Mimi sijawakuja kuambia kwamba ati Canaan kuna asali na maziwa. Nimekuja kuambia iko asali na maziwa na iko njaa pia. Si Abraham alikutana na njaa? Iko njaa pia. Bwana asifiwe. Abraham akaenda, Mungu akaahidi yeye mtoto, na Abraham akapata mtoto mzuri anaitwa Ishaq ama Isaac. Nyinyi mnamuita aje? Isaac. Sisi tunaita Ishaq. Anaitwa Isaac, kijana mwenye nguvu, kijana mwenye hekima, anafuata barabara ya baba yake. Saa ya kuoa ikafika. Saa ya kuoa. Kwa sababu kama kuna kitu inasumbua kanisa, ni hii kitu inaitwa ndoa. Imesumbua watu mingi. Watu wasiwasi. Kuolewa si miujiza. Kuolewa ni haki yako. Hamjanielewa? Kuolewa si miujiza. Kuolewa ni haki yako, kama mwanamke uolewe.
Siku ile utajua hiyo, utafunguka. I am a lawyer by profession. Mimi ni mwanasheria kwa kazi ya kawaida, kwa utaaluma. Na unajua kwa sababu gani kunakuwa na mwanasheria? Do we have lawyers here? Unalipa mwanasheria akasimamie kesi yako kwa sababu wewe hujui chochote. Mwanasheria anaposimama kizimbani hamwambii bwana hakimu, according to my rights, kulingana na haki yangu ninasema umwachilie. Anasema haki ya client wangu. Client anaitwaje Kiswahili? Haki ya mteja wangu ni aachiliwe. Na jaji anasema kweli kabisa, anamwachilia. Na wewe unasema yule lawyer amenitetea mpaka nikaachiliwa. Ni haki yako uachiliwe. Ni vile ulikuwa hujui. Sasa wacha kusema niliombewa mpaka nikapata bwana. Ni vile ulikuwa hujui haki yako kupata bwana. Siku ile utajua ni haki yako kupata bwana, utasimama na haki yako na utapata haki yako. Kitu kingine hata hamfai kuhangaikia. Wasomali kitu inaitwa ndoa wahangaiki. Mimi nilipoa mwanamke nikiwa na miezi 5. Nilipoa mwanamke ingawa sijamoa. Yaani kwetu mwanaume akizaliwa, rafiki ya baba yako azae msichana, wanaenda kufunga kamba. Wanasema hii ni yako. Kisha baba anafunga, anaanza kulipa ngamia. Hata saa ile sisi kwa madrasa ile somo kidogo kidogo, akitoka shule kama anaruka kamba class 1, nikipita na vitabu yangu anajua mzee anapita, anasimamisha kuruka kamba. Na sasa ni mtoto mdogo na mimi napita, najua hiyo ni bibi yangu, naangalia tangu watoto. Ni Wakristo tu unaona kwa gazeti imeandikwa mimi ni Mkristo mwenye miaka 24, siko na ukimwi, ninatafuta mwanaume yoyote aliyeokoka mwenye miaka 32, tena unafanya miaka mingi ndio ukubalike haraka, mwenye miaka 42 ambaye ako tayari kwa ndoa. Hiyo kitu iko kwa gazeti za hapa. Haijafika Kenya ni hivyo. Ukitaka mwanaume unaweka kwa gazeti, alafu unasema piga hii nambari, alafu unapigiwa na wanaume karibu 6. Asante, nimegundua Kenya imepotea sana. Nyie hamna hiyo? Iko. Wengine wanajua, wengine hawajui. Kenya iko. Mimi ni mwanamume wa miaka 42 na nimeokoka na ni Mpentekoste ama Mkatholiki. Ninatafuta mwanamke wa Kikatholiki mwenye miaka 22, apige hii simu kwa gazeti.